Aya, matumaini yangu ni kwamba wewe ni mzima wa afya, mtazamaji wa BG Online TV, popote pale ambapo unaendelea kupatikana kwa sasa. Ninayo matumaini kwamba wewe ni mzima wa afya na tayari umekwisha kusubscribe kwenye channel yetu ili kuendelea kupata habari sahihi na zenye kuwa na uhakika kutoka kona 4 za dunia, hasa kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako kunaendelea kushuhudiwa mapambano kati ya jeshi la taifa FARDC na wazalendo dhidi ya M23. Mtazamaji, tumekukaribisha kwa mara nyingine tena siku ya leo kuweza kufuata habari zetu. Siku ya leo, habari ambazo zinalenga kwenye shamba za mapambano ambako kunaendelea kushuhudiwa mapigano huku na kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miongoni mwa habari ambazo tumekuandalia siku ya leo ni kwamba jeshi la taifa FARDC na wazalendo wamefaulu kuteka mji wa Masisi pamoja na Walikale siku ya 4 hii ya tarehe 3 April mwaka 2025. Vile pia tutakujuza ya kwamba malida wa eneo la Kivu ya Kusini wamevitaka viongozi wa kundi za wazalendo kutokubaki nyuma kwa wakati huu wa kupanga serikali ya umoja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mtazamaji, tutakujuza vile pia mbako tariki 9 mwezi huu wa 4 mwaka 2025 ndiko ambako kumepangwa kwa kuendeshwa kwa mazungumzo ya moja kwa moja kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nao M23 huko nchini Qatar ndani ya jiji la Doha. Mtazamaji, tuambatane mwanzo hadi tamati, ila na kuomba kiisha kufuata habari hizi usikose kumsambazia mtu wako wa karibu. Aya, asante sana mtazamaji. Wacha sasa tufunue pazia ya habari zetu hizi kwa siku ya leo. Tukianzia na habari hizi kama tulivyokujuza kwamba baadhi ya raia wa mkoa huu wa Kivu ya Kusini wamemtaka kamanda Amuri William Yakutumba kuwa makini na kubaki nyuma kwa kukosa vyeo ndani ya serikali ya umoja itakayoundwa hivi karibuni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Andre Biadunia Mashaka ni mmoja kati ya malida wa eneo hilo la Kivu ya Kusini, aeleza ya kwamba kwa sasa sio vema viongozi wa wazalendo kubaki nyuma kwa serikali hii itakayoundwa, kwani huenda labda viongozi wengine wa vikundi vya wahasi wakaja kupata nafasi ndani ya serikali hiyo na wao kuweza kuendelea kubaki nyuma, na hiyo sio vizuri. Andre Biadunia ameeleza ya kwamba ni kazi nyingi ambayo wazalendo wamekwisha kuitekeleza kwa maslahi ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, licha kwamba wao pia ni watoto wa udongo huu na wanatakiwa kuweza kutetea, ila ni vema wao pia waweze kula matunda ya kazi ambayo wanayoiendelea kuitekeleza usiku na mchana. Andre Biadunia Mashaka amesema kwamba kwa sasa hivi ni vema viongozi wa wazalendo kuwa wepesi na kutokuzubaa kama vile ilivyopita miaka ya nyuma. Mtazamaji, kabla tujajielekeza huko Walikale pamoja na huko Masisi ambako kuna taarifa njema za kunaswa maeneo hayo na wazalendo, basi nakukaribisha kuweza kwanza kumsikiliza Andre Biadunia Mashaka kwa yale aliyoyasema kwa wazalendo kutokubaki nyuma kwa kipindi hichi. Ni sema tu kwamba ni strategie politique, ni strategie ya niveau yenye iko mpe eleve kidogo par rapport na sisi, kwa sababu unaona haiko tu Twirwaneho ndio megeuka mouvement politico militaire. Kuna ingine mouvement ambao wamecreate upande wa Ituri ambayo inasimamiwa na mwingine mtusi moja ambaye alikuwa ex Kadogo, kisha kwa ex Kadogo akaenda kwa RCD, kisha RCD akaenda kwa CNDP, kisha CNDP akaenda kwa M23 en marche wakati walilancer tena hii offensive ya M23.
na leo wameona kwamba arudilie ile movement ingine nayo sawasawa na Twirwaneho. Alors Twirwaneho kwa kuwa transformé en parti politico-militaire ni stratégie lointaine yenye bana projeté parce que il suppose qu'au niveau yabo kwamba kesho kunaweza kuwa mazungumzo, na wakati ile dialogue itakuwa ile Twirwaneho ambayo inakuwa mouvement politico-militaire itaenda comme partie prenante yenye haidependre na AFC M23, na bali bakule kuituri nao bataenda sawa partie prenante benye habadependre na M23 M23 AFC, na wakati itakuwa kupartage ya gato naanza gavula ba generaux ba colonel ma poste politique ma poste administrative, Twirwaneho itapata comme parti politico-militaire na AFC itapata comme parti politico-militaire. Bo banakuwa deja AFC M23 na bale bingine watapata sawasawa ingine parti prenante ku dialogue, na hiyo ndio inakuwa strategie kubwa ambayo wameimonte ili watuzubaishe. Ni ile strategia ya kutuzubaisha. Ulisikia wakati mmoja wanasema kuna kwa Gumino, kuna kwa Twirwaneho, yote ni kitu kimoya. Bamba banajiralie ku gouvernement, bengine banakatala si tutaenda ku gouvernement, tunafanya protection des civils. Hii kuigeuza haiko leo. Bertrand Bisimwa aliweza kudeklare kwamba representation kabisa ya AFC Sud Kivu ni Twirwaneho, na hii kubagabula hakuna kingine kupretendre kesho kunaweza kuwa mazungumzo, na ile mazungumzo Twirwaneho itashiretrouver lwake, AFC lwake na wale wengine lwabo, na ndio utakuta kwamba wanakuwa na nguvu. Alors nitakumaliza na kupana shauri kwa wazalendo, kwa sababu Uvira na Fizi imeshapigana sana tangu miaka mingi. Ni sisi tuna defendre republique, na kama RCD haikufanyikishwa kufika Kinshasa, Uvira na Fizi ni parti ambazo zimechangia kuwarudisha nyuma sana. Lakini ukiangalia vizuri hatulipwi vizuri, ingawaje kweli Fizi naweza kusema tunapataka directeur de cabinet, tunapataka wa ministre, mewali mawaziri ambao tunapataga hapa tufaidiage lolote, ni matumbo zao watoto wao waende Ulaya. Mesisi raia wa Fizi, raia wa Uvira kabisa hatufaidika kilolote. Shauri yangu ni kusema bwana Yakutumba, bwana Makanaki, bwana Ngoma Nzito, bwana Medi, bwana sijui Kakobanya, Ilunga, Kashumba, Rukumeta, wengine wote bila kuwasahau wale wazalendo wote ambao wanapigania nchi leo, wanasaidia nchi, bwana Maile na wengine, kikundi cha bwana Mtetezi pia Soname, s'il vous plaît, huu ndio muda wa kujiretrouver. Nimefanya speech nifanya interview moja na Radio Mo International, ilisema kwamba wazalendo, mimi nimeanza kuanticiper deja, nimesema kama wazalendo ni parti prenante na sio kitengo kimoja cha FRDC, paske ingekuwa tuko kitengo cha FRDC, kama tuko tunapata silaha kwa FRDC, kama tuko tunapata chakula, kama tuko tunapata dawa, na kama enemy leo haiko pale Kamanyola. Donc wazalendo tuangalie mbele, wenzetu wanaanza kupanga strategy, washakuwa na projection lointaine. Sisi nini kinatuzuia? Mutafute wafanya siasa sisi ambao tunakuwa lokalma hapa, tuwazunguke, tuwape mashauri, si kuja kuwanyang'anya vyeo, lakini kuja kuwasaidia kupanga strategy pour que cette fois là msibakie nyuma kama mikia, mugeuke kichwa. Haitawezekana Wanyarwanda tu ndio watakuwa napata maposte na sisi tubakie kulalama na kubakia porini na miji yetu haitaendelea. Mtazamaji, tunasamini kwa kuendelea kutufuata. Wacha tuangazie sasa huko Masisi ambako mapambano makali yameshuhudiwa mara tena tarafani Masisi, Kivu Kaskazini, siku ya 4 ya tarehe 3 Aprili 2025 kati ya jeshi la taifa FRDC na wazalendo zidi ya M23 na yohungwa mkono na nchi ya Rwanda. Kwa mujibu wa habari toka eneo hizo zaeleza kwamba jeshi la taifa FRDC na wazalendo wamekuja kwa moto mwingi ili kukomboa vijiji na miji ambavyo vilikuwa vimedhibitiwa na M23. Mapambano hayo yameendelea mara tena siku ya 4 hii ya tarehe 3 Aprili 2025 mchana kutwa, na ambayo imesaidia kwa kiasi kikubwa kwa jeshi la taifa FRDC na wazalendo. Kutokana na moto huo wa kibabe ambao ulikuwa umewashwa na wazalendo na jeshi la taifa FRDC maeneo hayo,
Kwa sasa wazalendo na jeshi la taifa FARDC ndiyo wamiliki pa Masisi kwa sasa. Hongera sana kwa wazalendo na jeshi la taifa kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya usiku na mchana, na ambayo inaendelea kuwapa raia matumaini sana kwa kushinda M23. Mtazamaji, hii ambayo unaendelea kuifuatilia ni BG Online TV ambayo inakuletea habari zake kwa muda huu. Tuangazie sasa kule Walikale ambako kuko habari njema kwa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kwamba wazalendo na jeshi la taifa FARDC wamedhibiti mara tena tarafa la Walikale. Jeshi la taifa FARDC na wazalendo wamedhibiti tarafa hilo la Walikale kiisha mapambano makali yaliyoendelea mara tena siku ya 4 ya wiki tunayo zidi ya M23. Siku ya 3 sasa tangu mapambano hayo yakiendelea tarafani humo kati ya jeshi la taifa FARDC na wazalendo wakishambulia M23. Siku ya 4 hii ya tarehe 3 Aprili 2025 asubuhi mapema, wazalendo na jeshi la taifa FARDC wameongeza nguvu zao na kunyakua tarafa la Walikale mikononi mwa M23. Licha ya msaada wa kijeshi ulioletwa na M23 kwa kuja kupambana kwenye mapambano hayo, ila hawakuweza kufua dafu mbele ya wazalendo na jeshi la taifa FARDC ambao walikuja kwa kishindo na ubabe mkubwa na kuweza kufaulu kuwafurusha M23 maeneo hayo. Duru zetu za habari zaeleza kwamba M23 wanaosaidiwa na Rwanda wameripotiwa pia kukimbia hata kwenye uwanja wa ndege wa Kigoma tarafani humo Walikale. Raia wa Walikale nyuso zao zilishuhudiwa kuwa na furaha nyingi kisha wao kuona wazalendo na jeshi la taifa FARDC ndani ya vijiji vyao. Kwa sasa vikosi vya M23 vimeshuhudiwa kukimbia Pagoma kisha wao kufurushwa kwa moto mkali eneo hilo la Walikale, moto ambao uliweza kuwashwa na wazalendo kwa ushirikiano nalo jeshi la taifa. Hongereni sana jeshi la taifa na wazalendo kwa kazi kubwa ambayo mnaendelea kuifanya kwa kuendelea kuwafurusha M23 ndani ya udongo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mtazamaji, tuangazie huko Doha nchini Qatar ambako serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watakutana uso kwa uso nayo M23 kwa ajili ya mazungumzo. Ni tariki 9 mwezi huu wa 4 ndipo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yake Rais Felix Tshisekedi wanakwenda kutanana macho kwa macho nayo M23 huko nchini Qatar. Kikao hicho kitakachofanyika huko Doha nchini Qatar ni kwa ajili ya kutafuta usalama wa kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako kunaendelea kuvamiwa na M23 inayosaidiwa na nchi ya Rwanda. Kikao hicho kimepangwa mara baada ya kile kilichofanyika nchini humo na kilichokusanya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali ya Uganda na ile ya Rwanda. Licha ya vikao hivyo vya kutafuta usalama kwa njia ya kidiplomasia nayo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ila haijazuia wazalendo na jeshi la taifa FARDC kuendelea kuendesha mapambano ili kupokonya vijiji vinavyoshikiliwa na M23, huku nao M23 wanakuwa wakiendesha mapambano ili kushikilia vijiji vingine. Mara kwa mara mikutano inakuwa inaitishwa na kunakuwa ile inayochukua azimio kuambia M23 kusitisha mapigano, ila licha ya hivyo wanakuwa wakiendelea. Wazalendo na jeshi la taifa FARDC na wao upande wao wazidi kuendesha mapambano ili kupigania kukomboa miji na vijiji vinavyoshikiliwa na M23 kwa kuwa wanakuwa wakionekana kutokuheshimu makubaliano yaliyochukuliwa ndani ya vikao. Mtazamaji wetu, wewe upande wako unadhani ni njia gani itakuwa ni suluhu kwa ajili ya kutafuta usalama wa kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Na huko Ituri ni kwamba kumeundwa kundi lingine jipya la kizalendo.
Huko Ituri ndani ya usultani wa Walendu Bindu pa Aveba kusini mwa tarafa la Irumu jimboni Ituri. Kundi hilo la kizalendo limeundwa naye Inosa Kaina. Inosa Kaina ni mmoja wa wale waliokuwa na Rais Laurent Desire Kabila kwenye muundo wa AFDEL. Inosa Kaina alikuwa kadogo kipindi hicho cha Laurent Desire Kabila na amewahi pia kuwa mmoja kati ya watu wakubwa kwenye muundo wa M23 kwenye mwaka wa 2012. Hadi hapo tumefika mwisho habari zetu siku ya leo, mtazamaji wetu. Tunashukuru kuungana nasi mwanzo mwisho, ila usikosi kusubscribe na kusambazia wengine habari hizi. Hatuna la ziada, twasema kwaheri.